Sisi wazalendo, shusha tanga, safari, safari. Lakini sharti letu, muajiri watoto wetu, muajiri vijana wetu, muajiri wa Zanzibar. Hivyo hivyo kwenye mradi wa bandari, hivyo hivyo kwenye hospitali. Tutakwenda kuondoa hii mikataba. Ndio katika vitu vya mwanzo tutakavyovishughulikia, mikataba ya kuleta kampuni binafsi kuendesha hospitali zetu. Tutakwenda kudili nayo na kuifuta na kuwarejesha wataalamu wetu waendeshe sekta yetu ya afya. Hii nachosema, kwenye miradi yote ambayo serikali imewekeza, itakuwa eneo moja la kutengeneza ajira kwa watu wetu. Tuna sababu gani leo ya watoto wetu wakose kazi? Ndugu zangu, ukiondoa eneo hilo, tumefahamiana ndugu zangu, nyinyi mnaliona dogo, lakini hili ni eneo ambalo limewaondoa, limesababisha maumivu makubwa kwa watu wetu. Wengine wanakaribia kustaafu, maskini anakwenda anaambiwa sasa wewe utakuwa chini ya kampuni binafsi. Uonevu mkubwa. Kwa hivyo hilo ni eneo moja ndugu zangu. Lakini la pili ni eneo la uwekezaji. Mwekezaji yoyote atakayewekeza Zanzibar, sasa hivi mtu anakuja anawekeza, halafu anaajiri, anachukua watu kutoka anapotaka. Sisi tunachosema, anayekuja kuwekeza ama kwa kudumu au kufanya kazi kwa muda, wajenzi wa barabara, wajenzi wa... La kwanza tutakaloliweka ni sharti ya kipato cha chini cha mtu kulipa. Leo wajenzi, makontrakta wote, anakuja hapa anamlipa mtu senti 20. Sisi haiwezekani. Ukiwepo nyumbani kwenu, huwezi kwenda kufanya kazi kwa 1,500,000. Ama ukiwepo mgeni, ukileta mgeni utamtuma hata kwa 100,000. Sisi tunachosema, na watu hawa wanaojenga, ndugu zangu, mimi nataka niwaambie, mtu akasome mikataba yote ya serikali. Kampuni zinazojenga, uwe ni uwanja wa ndege, iwe ni barabara, ukitazama bei walioiweka ya kuwalipa vibarua, ya kuwalipa mafundi, kulipa wafanyakazi, ni mara 5 ya wanaozowalipa hao waajiri. Naambia na ukikalculate wages ambazo zimewekwa kwenye kandarasi, kwenye tenda, ni takriban mara 5 wanazolipa. Zilizobakia wanatia mfukoni kama faida yao, wanagawana na watu, hakuna anayewauliza. Ujinga huu tutakwenda kuukomesha. Sisi tunasema, ukija unakuja kufanya kazi hapa, umepewa tenda, sharti letu uajiri mtu ambaye tumemwakredit kufanya kazi katika soko la ajira la Zanzibar, kwa sababu tutakuwa na mfumo wa accreditation ya watu ambao wanafaa kuajiriwa katika soko la Zanzibar. Huwezi kutuletea unaitaka. Tumefahamiana? Na huyu unayemwajiri tutaweka kiwango cha chini cha yeye kulipwa, sio unachotaka wewe, na tutaangalia kwenye tenda yako umeonesha utalipa kiasi gani.